Shabashi kabisa msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 popote pale unapotutazama, matumaini yetu ni kwamba upo mzima wa afya na upo tayari kabisa kuweza kusikiliza matangazo yetu na habari zetu ambazo zinakujia kila siku zikiwa ni za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24. Ikiwa ndo kwanza kabisa unakuja kukutana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, usikose kushare na kulike ili wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, habari zetu za leo tutagusia habari za vita pamoja na habari nyingine za kisiasa kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Miongoni mwa yale utakayoyasikia msikilizaji, kwa jitihada za meya wa mji wa Baraka kwa kuongea na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa kuwajengea vyoo ndani ya soko hiyo ya Jetem baada ya kusimamishwa kwa siku kadhaa. Maua Masoka Aline ni kiongozi wa soko kuu ya Jeteme mjini Baraka, ameomba kwa meya ya mji wa Baraka kwa kufikiria pia kuwajengea bomba ya maji safi ndani ya soko hiyo. Maua Masoka Aline anatoa shukrani zake kwa meya na kwa shirika la MSF kwa kuwajengea vyoo ndani ya soko hiyo. Tunashukuru kwanza meya wetu wa jiji kwa hatua ambapo kututetelea kwa ajili ya kupata vyoo, na MSF tunashukuru sana MSF, shirika la MSF kufuatana na gisi lilisikiliza meya wa jiji. Mpaka kwa sasa vyoo vinaendelea, kazi inaendelea kabisa. Naona wanaanza tia mafera ya beto, baisha tia magravier, baisha mwanga majiwe, baisha mwanga na briki. Kwa hiyo tunaona kabisa meya wetu wa jiji eko natufanyizia vitu vya mzuri sana, na tunaona akiendelea hivi kabisa tuko nyuma yake na tuko tunamstemire sana na tunampenda tu sana meya wetu wa jiji. Na MSF pia tunawashukuru. Kenye tunaweza omba kwa meya wa jiji, tuishapata tayari vyoo, ingilikuwa cha muhimu na cha msingi tuendea pia na kurejidezo tupate marobine. Amechaguliwa kuongoza kamati mpya ya wamiliki wa bomba za binafsi katika mji wa Baraka Bwana Kitungano wa Lunga katika uchaguzi uliofanyika mchana wa siku ya Jumapili ya tarehe 31 mwezi Mei mwaka huu ndani ya shule la Mwenge wa Taifa mjini Baraka. Katika mazungumzo nasi, kiongozi huyo amesema atatumika kwa ajili ya kutetelea watu wanaomiliki bomba za binafsi na pia kusaidiana na kitengo cha Regideso ili kuhakikisha mambo ya maji safi yanakwenda sawa sawa. Wamiliki wa mabomba binafsi waliona ni vema wawe na kamati yenye kuenea, wasikue kila mtu kivyake, wawe na kamati na wakaandaa uchaguzi. Na wakati waliandaa uchaguzi wakanichagua mimi. Ni vile ya Baraka. Pale kote kunapatikana maji ya Regideso, pale mnaongoza pale. Tumefanya uchaguzi kwa sababu tumekwisha kuwa wengi. Na kama watu wako wengi, sharti wawe na kiongozi. Mimi najisikia furaha kubwa kwa sababu matatizo ambao watu wanapitia, hii ni nafasi ya kutetelea wamiliki wa mabomba, hata Regideso pia na ina matatizo ambao tutatetelea vipi. Ndio nina kamati yenye kuenea ambao tutasaidiana nao. Kamati inaundwa na kiongozi kama mimi, ndio mimi hapa kama vile president, kuko vice president iko alichaguliwa, kuko secretaire iko, kuko mchungazina alichaguliwa, na wakonseye 5 walichaguliwa, na msemaji wa kundi. Wa chini yangu ni vice president Bale Banga Numbe. Mbo kamati ingali changa, ingali na tulichaguliwa tu jana na hatujapangilia chochote kile. Mbo na mula wangu naambia watu wa mabomba watulie, hiki ambayo tumeunda hapa sio chama cha upinzani na Regideso, bali ni kitu tunapenda tutengeneze kazi ya Regideso. Kwanza Regideso nasema kwamba maji ni uhai. Sasa kati watu wanalalama maji, hapana. Lazima tukae pamoja tutengeneze kwa nini watu wanakosa maji, kwa nini watu wanalalama, kwa nini Regideso wanalalama, tutengeneze ili watu Regideso na wamiliki wa mabomba wote wakuwe alezi. Ujumbe wangu napeleka kwa watu wenye kwa mabomba privé, tuwe pamoja na tuwe na subira, tusikamate kama hichi chama ni chama cha upinzani, hapana. Ni chama cha kutengeneza. Kwa hiyo tukue na roho baridi, tutetee haki zetu. Pia tujue kama Regideso nayo ina matatizo kwa ngambo yetu. Tunapasha nao tuitimize. Tusipeleke mzigo ngambo yetu si yetu, hapana. Tengeneze kazi, Regideso jisikie mzuri na sisi tujisikie vizuri. Upande wake Bwana Wise Bilombele, msemaji wa kamati iliyochaguliwa, ameomba kwa wakahaji wote wa Baraka wanaomiliki bomba za binafsi kujiunga nao ili kamati hiyo iwe imara zaidi. Ni kweli, unajua kila mwanzo unakuwa na matatizo yake. Na kamati hii imechaguliwa tangu pale jana Jumapili,
ujumbe wetu au rekomendasyon ambayo tutaweza tukawaambia watu wengine wa Baraka ni kwamba kikundi ambacho kinaundwa kwa ajili ya watu wote waje tujiunge pamoja ili tusaidiane kwa matatizo yote ambayo yanatokea. Kila mtu asikue na matatizo yake binafsi. Kikundi ndio inawakilisha matatizo ya watu kwenye kuwa uongozi fulani. Na pia kamati hii itasaidia Regideso. Kuna watu ambao wanashindwa kulipa maji wakati wanatumia maji. Regideso pengine anakosa nguvu za kuwafikia. Regideso pengine hatakuwa na uwezo wa kufikia nafasi zote zenye zitaweza kuwa matatizo ya upasuaji wa bomba zao. Mirija itaweza ikapasuka sehemu fulani, sisi tunawapatia taarifa kwa haraka, na wale wote ambao hawajapenda kulipa, sisi kikundi yetu itawasensibilize ili tusaidie Regideso. Ina maana kikundi yetu ni kujisaidia na kusaidia Regideso ili ifanikishe kwa kupatia maji nyingi katika jiji la Baraka. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, zaidi ya pikipiki 6 za waendesha pikipiki ndizo tayari zimeibiwa na watu wenye silaha kwa muda wa siku 5 mida ya jioni mjini Baraka. Kwa swala hilo, shirika la rahia SOSIKO-RDC limeomba kwa uongozi wa mji kuvalia njuga swala hilo. Takwimu hiyo ya vitendo vya wizi wa pikipiki imetolewa nayo ofisi ya shirika la rahia SOSIKO-RDC mjini Baraka, ambalo limesema ni jambo la kusikitisha kuona vitendo vya ukosefu wa usalama vinaendelea kushamiri kila leo mjini Baraka. Abecha Kubuta Jojo Ngonda, coordinator wa muundo huo, anaeleza hapa takwimu ya wizi wa pikipiki kwa siku chache. Tunasema kwamba ni masikitiko makubwa kuona hali ya usalama kuanza tariki 27 hadi tariki 31 ya mwezi wa 5, hali ya usalama wa kuiba pikipiki. Kwa wezi wanatumia silaha wakivalia sare za kijeshi, wanakuwa wakiiba mapikipiki na au kunyang'anya pikipiki kwa montare ambapo wanawabeba. Kwa hiyo sisi kama mashirika za kiraia tunalaani hivyo vitendo na kuomba serikali kamate hatua kali, hususan polisi irenforce security katika jiji la Baraka. Kwa hiyo haitawezekana watu hao wananyang'anyiwa mapikipiki usiku na watu ambapo wanashikilia silaha, na kuna wale tunasema wa patrouiller tena saa ambapo wanaibiwa wananyang'anyiwa hizo pikipiki ni saa 1 ya usiku hadi saa 3 ya usiku. Juzi Matongo kuna wanajeshi 3 ambapo walikuwa wanavala sare za kijeshi, walifikia kubeba montare umoja, kufika pale wakafika kunyumba ambapo wanajua kwamba kuikalaki watu, wakakamata fungulo ili kwa kudistraire ule montare. Asante sana msikilizaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Ulikuwa katika uchambuzi wa masuala ya kisiasa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Kwa heri kwa sasa, usikose kusubscribe, kushare na kucomment, lakini pia kulike ili utupe nguvu kwa kile tunachokifanya kila kuchako leo. Bye bye.